Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo ina utajiri mwingi hapa Afrika, lakini inasikitisha sana kwamba raia wa nchi hii siku zote wako katika hali ya ukosefu wa usalama unaosababishwa na unyanyasaji wa binadamu kutokana na vurugu za makundi yenye silaha yaliyoishambulia nchi hii katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hivyo wananchi wa Kongo wamekuwa wakimbizi na kukimbilia miji ya jirani katika eneo la Maziwa Makuu. Ukiangalia maisha wakimbizi waliotoka nchi hii, usingependa waendelee kuishi maisha haya, bali ungepiga magoti kila mara na kuwaombea kwa Mungu amani ya nchi hii na watu warudi kwa nyumba zao na kutumia nguvu za kujenga nchi hii. Wapenzi wa televisheni ya City Cobra, ningependa kuwakaribisha katika nchi ya Uganda kutembelea kambi ya Chakatu iliyoko magharibi mwa Uganda. Kambi hii inawahifadhi baadhi ya Wakongo ambao wameacha makazi yao kutokana na ghasia za waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda ndiyo nchi barani Afrika ambayo imepokea wakimbizi wengi zaidi, kwa sababu imepokea wakimbizi zaidi milioni 1,700,000 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Wengi wakimbizi hao walitoka kusini mwa Sudani kwa sababu ina asilimia 57. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina asilimia 32. Somalia ina asilimia 3. Nchi ya Burundi ina asilimia 3. Wote wakimbilia nchi hii ya Uganda kutokana na matatizo mbalimbali ikiwemo vita. Uganda ni nchi inayopatikana Afrika Mashariki na imezungukwa na nchi mbalimbali zikiwemo Kenya, Sudani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Tanzania. Nchi hii ni kilomita square 1241,559. Uganda ina kambi 13 zilizopo katika maeneo yaitwayo Western Nile ambako kuna Adjumani, Lobule, Rhino Camp, Palorinya, Bidibidi, Imvepi na Palabeki, na sehemu nyingine iliyopo kusini magharibi ambako kuna kampi ya Chakatu, Changwali, Kiryandongo na Kivari, Oruchinga na Ruamwanja. Hapa tulipoingia katika kambi ya Chakatu iliyopo magharibi mwa kijiji hicho wilayani Kyegegwa. Kambi hii ipo kwenye eneo sawa la kilomita square 81,500 ambayo ina eneo 9 zikiwemo Sweswe, Buliti, Bukere, Mukondo, Tambabiniga, Kakoni, Bwiriza, Byabakora na Kaborogota na vijiji 26. Kambi hii ya Chakatu ilianzishwa mwaka 2003 ili kuchukua watu wengine wa Chaka 1 baada ya kurejea kwa idadi kubwa ya wakimbizi wa Rwanda mwaka huo. Baada ya safari hii, Chaka ya kwanza ilifungwa katika ya Desemba 2017. Ghasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilisababisha wakimbizi wapya kuingia Uganda na takribani wakimbizi 17,000 waliwasili katika kambi ya Chaka. Tangu Disemba 2017, wakimbizi wa Chakatu wameongezeka mara 4 baada ya maelfu ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukimbilia vita na ghasia za kikabila huko Kivu Kaskazini na Ituri.
Katika kambi hii tayari kuna mafanikio, ikiwa ni pamoja na zaidi ya wakimbizi 1113 ambao tayari wamehamia. Kambi ya mwaka huu Chakatu inasimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na ofisi ya Uganda ya ofisi ya Waziri Mkuu wa Wakimbizi OPM. Tangu wakimbizi hao wafike katika kambi hii, walianza kufanya miradi tofauti ikiwemo biashara, ufagaji, kilimo na mingineyo. Watoto wanakwenda shule na wengine wanaendelea kusoma fani mbalimbali na maisha yanaendelea. Hawaendelee kuteseka na huzuni ya kuacha wakawa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii iliwataka kuwa na moyo wa subira, kwa sababu uzuri wa nchi ya Kongo sio umati huu wa watu ambao wako kwenye maisha magumu ya kambi katika nchi mbalimbali na wanaendelea kupitia maisha haya. Ukizungumza tu na baadhi ya wakimbizi wanaoishi katika maeneo tofauti ya kambi hii, hawana lolote wanalofanana isipokuwa kwamba maisha ni magumu na kwamba msaada wanaopata kutoka kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR hautoshi. Hivyo maisha ya hatoshi rahisi. Ukizunguka sehemu mbalimbali za kambi hii, utapata shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo masoko, zahanati, shule, mahekalu na nyumba za biashara. Hizo zote ni shughuli ambazo zimefikia kambi hii kwa ajili ya kuendelea kujitafutia maisha bora. Moja ya faraja kwa wakimbizi hawa ni kupata fursa ya kuhamishwa katika nchi kubwa za bara la Ulaya zikiwemo Sweden, Norway na Marekani na kingineko kama vile Canada na Australia. Hata kama kuna watu wanaondoka, haimaanishi kuwa kuna watu hawataki, bali wanataka kurudi kwenye miji yao, kwani huko ndiko wanakojiona wanaishi na maisha ni bora. Wakimbizi hao ambao wamekaa katika kambi hii kwa muda mrefu wanasema kumekuwa na maendeleo makubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma, kwa sababu hakuna shaka kuwa licha ya kuwa jiji, lakini idadi ya raia wa Uganda imeongezeka na wanakuja kutafuta riziki huko. Ukiangalia kwa makini maisha ya wakimbizi wa Kongo ambao wameishi kwa miaka mingi katika nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki, kutokana na matatizo ya migogoro ya makundi yenye silaha ambayo yameikumba nchi hii, wanaweza kujiuliza maswali mengi ambayo ni pamoja ni jinsi hawa marais wameziongoza nchi hii ambazo ni sehemu za jumuiya ya wa Afrika Mashariki, ikiwa wao ndio wenye suluhu ya matatizo haya. Amani na usalama vinatawala katika nchi hii ya Kongo ili wakimbizi hawa warudi makao. Hii ni City Cobra TV, naitwa Jado. Jisajili ikiwa hujafanya hivyo ili uendelee kuwa na habari na majadiliano yetu kila siku.